Unakumbuka Kizz Daniel alishawahi kufika Tanzania na akashindwa kuperform? Je, unakumbuka show ile ilikuwa imeandaliwa kwa viwango vikubwa na vya kimataifa lakini bado jamaa akaingia mitini? Unakumbuka kwamba baada ya kufanya hivyo alikamatwa na kufikishwa kituo cha polisi Oyster Bay kwa ajili ya maelezo zaidi, na baada ya hapo alirudia show kwa ukubwa tena bila kukiuka chochote? Naitwa Abraham 255 kutokea Bongo 5 TV. Endelea kuwa nasi kwa update zaidi. Lakini siku ya leo tunakuletea habari nyingine ya msanii huyu kwamba Kizz Daniel ametuhumiwa kutapeli waandaaji wa tamasha. Kampuni ya Barclays imeibua tuhuma nzito dhidi ya msanii wa Nigeria Kizz Daniel, ikiwatahadharisha waandaaji wa tamasha wasimchukie kutokana na kila kinachodaiwa kuwa tabia ya kujitokeza kwenye shows na kusababisha hasara kubwa. Kupitia ukurasa wao wa Instagram, kampuni hiyo wamesema Daniel amekuwa akisha promote wakiwa hoi na mashabiki wakiwa wameshakatishwa tamaa, huku wakisisitiza kuwa hana mashabiki wa kutosha kwa sasa kuleta faida inayotarajiwa. Aidha, walimtuhumu kwa vitendo vya utapeli na kutoa wito wa kumaliza mwenendo huo, huku pia wakilaumu promoters wa diaspora hasa barani Ulaya kwa kupandisha gharama za wasanii kupita kiasi na kuharibu soko. Taarifa yao imeeleza hivyo. Waandaaji wa matamasha wanaonywa vikali dhidi ya kumbook Kizz Daniel ni hatari kubwa na kuna uwezekano mkubwa wa kusababisha hasara kutokana na uzoefu uliopita. Ameonyesha tabia kujitokeza kwenye show, jambo lililowachosha promoters wakiwa hoi na mashabiki wakiwa wamekatishwa tamaa. Zaidi ya hapo, kwa sasa hana mashabiki wa kutosha au nguvu ya kibiashara kuleta faida wanazorotajia promoters. Anayefikiria kufanya naye kazi anatakiwa kufikiria kwa makini, kwani nafasi ya kupata faida ni ndogo sana ikilinganishwa na hatari kubwa iliyopo. Ujumbe huu uliendelea kusema, ni lazima tukomeshe vitendo vya utapeli vya Kizz Daniel vinavyohusisha wasanii na kuacha kumsupport, pamoja kuwadhibiti promoters wa diaspora hasa Ulaya wanaojihusisha na kupandisha gharama za wasanii kupita kiasi na kuharibu soko. Huyu ni msanii Kizz Daniel kwa sababu nimeamua kukuelezea haya kwa sababu huku inaeleza kwamba ameshawahi kuandaliwa show na akashindwa kuperform, lakini jambo hilo lilisha kutokea hapa Tanzania, Dar es Salaam, kwenye klabu kubwa au kwenye uwanja mkubwa wa Warehouse pale Masaki, Dar es Salaam. Show hili iliandaliwa na Straight Vibes chini ya Sniper Montana, na sisi tulikuwepo pale kwa ajili ya kuleta update nyingi. Kwa sababu sitofahamu ziliibuka kwa sababu alitakiwa aanze kuperform mapema mpaka asubuhi mwamba hajaperform. Vurugu ilikuwa ni kubwa sana, mali zatu ziliharibika, watu walipoteza tumaini. Lakini vuta ni kuvute kaa kubwa, yani yakafikishwa mpaka polisi kwa ajili ya kutoa maelekezo na kutoa maelezo kwa nini ilisababishwa hivyo. Akatoa sababu zake, lakini baada ya hapo show alirudia na hakuiposti kabisa kwenye ukurasa wake wa Instagram. Mimi ni Abraham 255. Nini comment yako? Hii ni Bongo 5 Network.